Simba wanarunyas wamepoteana tena nchini Mali baada ya kupokea kichapo cha goli 2-1. Stade Malien waliweza kuwa wa kwanza kupata goli, wakapata goli la pili na wakakosa mkwaju wa penalty baada ya Yakubu Sulemani kusababisha na kuokoa huo mkwaju wa penalty, lakini Simba waliweza kupata goli kupitia kwa Neo Maema. Changamoto ya Simba bado ni ile ile. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi ni kama kina homa. Simba ni kama gari la mkaa, hohe hahe. Ni timu fulani ambayo ni kama iko hoi sana. Ni timu ambayo huoni kama iko na matumaini fulani ya kuweza kufanya chochote, especially kwenye mashindano makubwa ya kimataifa msimu huu. Ukiangalia Simba ni timu ambayo si kwamba itengeneze nafasi. Simba imetengeneza nafasi dakika tu ya kwanza ya mchezo. Elie Mpanzo aliweza kukevu mpira mzuri ambao ulikuwa unaenda golini. Bahati nzuri kwa Stade Malien uligonga Besela kwa maana ya mwamba wa mkono wa kushoto na ukarudi uwanjani. Ulirudi uwanjani na mkuta Selemani Mwalimu akautoa nje. Ikawa si bahati kwa upande wa Simba. Lakini katika hali ambayo mimi nimeishangaa sana, Simba wamekuwa wepesi sana pale wanapokuwa wanashambuliwa. Ni lack of communication. Wanaruhusu goli 2 kipindi cha kwanza. Goli ambazo kimsingi walikuwa na uwezo kama wangekuwa mchezoni wa kuweza kudhibiti. Nimeiona Stade Malien ambayo ilikuwa kama Simba ile ya miaka ya 2019. Stade Malien ambayo haikuwa na wachezaji ambao wana majina makubwa, haikuwa na wachezaji ambao wamejaa ufundi wa kutisha, la hasha, lakini imejaa wachezaji ambao wana confidence, wanajiamini. Na hicho ndicho ambacho kinanifanya niamini kweli sare walioipata dhidi ya Esperance de Tunis ilikuwa sare ambayo imetokana na upambanaji wao, kwa sababu ukiangalia kwenye battles 50-50 walikuwa wao favorite kuwin mipira, lakini wakiwa wanaandaa shambulizi lao walikuwa hawarudi kwenye mstari wa katikati. Walikuwa wakienda kwenye shambulizi la kushambulia Simba, walikuwa wanarudia katikati. Manake Simba kiungo pia cha ushambuliaji kilikufa. Watu wengi waliokuwa wanacheza hii leo, wengi walikuwa wanaenjoy kucheza mpira, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya sasa hawawi vizuri pale ambapo wako kwenye negative transition, kwenye kujilinda. Na Stade Malien wameonekana wako vizuri sana kwenye matumizi ya mianya ambayo ilikuwa inaachwa na wachezaji wa Simba wakati wanawashambulia. Nimeshuhudia Simba ambayo mashambulizi yake yanatabirika. Unaweza kuiona Simba ile inaenda kushambulia, Simba ile inaenda. Ndio maana hata goli waliolifunga kimsingi halikuwa goli la kushambulia pase. Haikuwa nafasi ya wazi ya kufunga goli, bali ilikuwa nafasi ambayo ni mchezaji tu ambaye nje ya 18 ameweza kujituma na kuweka mpira Neo Maema na mpira umeenda kimiani. Hivyo imeweza kutengeneza at least Simba walao kupata goli moja. Lakini hayakuwa matokeo ambayo ni mazuri kwa Simba. Timu kama hii ya Stade Malien kwa Simba ambayo tumeizoea yenye upambanaji mkubwa, ni timu ambayo ulikuwa unaona Simba anaweza kupata kitu. Kwa nini? Kwa sababu Stade Malien ni timu ambayo imeongoza ligi iliyopita ya nchini Mali, kwa maana ya wao ndo mabingwa, lakini sio timu kubwa kwenye majina. Kwenye majina nchini Mali utaizungumzia timu kama Real Bamako, ndo timu giants za pale nchini Mali, lakini Stade Malien si timu ambayo inatisha sana, lakini Simba pia walikuwa wana nafasi ya kufanya kitu. That's why wameweza kucreate nafasi mapema sana ya kutengeneza goli, lakini imeshindikana. Wametengeneza nafasi nyingi sana. Soa akiwa yeye na wavu ameweza kukosa nafasi 2 clear ambazo kwa mshambuliaji wa kaliba kama ya Jonathan Soa, kwa tunavyomjua, basi chochote kingeweza kutokea. Selemani Mwalimu imeonekana kwa nini ameanzishwa na ameaminiwa na kocha Dimitri Pantev. Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye ameweza kutengeneza walau balance, kuwashikia watu mipira ili waje wacheze. Kuna mpira ameutengeneza, amempa Budo Joshua Mtale, na Mtale hakuliona lango, ameweza kupaisha mpira, lakini ilikuwa ndani ya box la 12. Selemani Mwalimu nimeona maana ya yeye kuanza. Amekuwa ni mchezaji ambaye ana hustle. Although halikuwa kai zaidi kwenye box kutokana na mazingira ya kimchezo, nilikuwa namuona sana ni mshambuliaji anayetokea pembeni.
unakuja kumzungumzia Elie Mpanzu. Mpanzu ni mchezaji ambaye leo mimi nimemshusha vyeo. Mpanzu na Pacome ni mbingu na ardhi. Leo mimi nimemtoa vyeo kwa sababu alionekana ni mchezaji mzuri, anaweza kubit ufalme wa Pacome ndani ya ligi ya NBC, lakini kilichoonekana ni tofauti. Mpanzu hawezi kuibeba timu ya Simba. Mpanzu hawezi kufanya chochote kikawa kikubwa na Simba wakajivunia nacho, kwa sababu amejaribu kupiga mipira lakini mipira ilikuwa inaenda nje. Amejaribu kudrive, alikuwa anapiga mikasi wapinzani wanainasa. Kimsingi ni mchezaji ambaye kimbinu anaweza kawa na offer mbia vitu vingi kocha Dimitri Pantev, lakini kwangu mimi naona ni mchezaji ambaye amekuwa tu machachari lakini si hatari. Neo Maema kwangu mimi nilikuwa naona ni mchezaji ambaye japo amefunga goli hakustahili kumaliza dakika 90. Sijui kwa nini wekundu wa Msimbazi, kocha Dimitri Pantev au manager Dimitri Pantev, kwa nini hatumii namba 6 ya Yusuf Kagoma. Kocha aliyeondoka alikuwa anamwamini sana Kagoma kwenye mechi hasa ngumu kwa maana ya Fadlu Davis, lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti kabisa. Kocha hataki kumpa nafasi Yusuf Kagoma. Simba ilikuwa inateseka sana pale ambapo inashambuliwa. Manake hapakuwa na standing number 6 ambaye anakaa kuwapa amani walinzi wake. Ndio maana Simba ilikuwa rahisi sana kufikika. Viungo wawili waliokuwa wanacheza Kante na Nabi Kamara, Kante ameingia kipindi cha pili, Nabi Kamara na Neo Maema walikuwa wote wanaenjoy kucheza mpira, ila si watu wazuri sana pale timu inapokuwa inashambuliwa. Walikuwa ni wazuri sana kwenye kuchezesha timu at least, lakini sio pale ambapo timu imenyang'anywa mpira sasa inashambuliwa. Hivyo nikawa naiona kabisa kuna sababu ya Yusuf Kagoma kucheza kwenye mchezo huu, kwa sababu kwanza ni mchezo wa away ambao hata sare ilikuwa inaweza kuwa na maana sana, kwa sababu lishapoteza nyumbani. Ili kusudi uweze kugain confidence ilikuwa inatakiwa at least Simba apate japo alama moja, lakini hivyo vyote vimeshindikana. Kwa nature ya vilabu vya Kariakoo, na mimi ni shauri Simba wanapaswa kumwacha kocha Dimitri Pantev. Kama wamwache na umeneja wake, basi waingie sokoni kumtafuta kocha mapema inavyowezekana. Kama watamwamini, basi wamwamini mpaka amalize msimu. Kama watamwamini kocha manager Dimitri Pantev, basi wamwamini mpaka mwisho wa msimu, kwa sababu watakuwa wameamini project yake ambayo amekuja kuianzisha. Lakini nitakuwa nasikitika sana endapo Simba haitovuka kwenda robo finali, na ishaonekana wazi nafasi ni ngumu ya Simba kuweza kuvuka kwenda hatua inayofuata kwa maana robo finali, kwa sababu hatua inayofuata mechi zikirejea tena za makundi, anacheza na Esperance de Tunis, anaenda kucheza naye away, anaanza kucheza naye nyumbani, halafu anaenda kucheza naye away. Baada ya hapo anakuja nyumbani kumalizana na Stade Malien. Sijui kwa sababu mechi zilizobaki ni 4, wawili wana alama 4. Imagine wao wanataka wakishinda mechi 2 tu hawa wawili totally wamequalify, kwa sababu Simba hana uwezo wa kushinda mechi 4 zote zilizobaki kutokana na namna ambavyo anacheza kwa sasa. Pengine viongozi wa Simba nao wamepelekea haya kutokea, kwa sababu tumeona mkutano ambao umefanyika. Ulikuwa ni mkutano ambao mimi ukiniuliza ungesubiri huo mkutano, kwa sababu ni mkutano wa ndani ambao wao wenyewe ndio wameandaa. Kwa hiyo kulikuwa na uwezekano mkubwa wa huu mkutano kusubiri ili mechi ipite, kwa sababu ilikuwa ni mechi kubwa ambayo Simba anatafuta kitu kwenye huu mchezo. Lakini hapo kwambia kwenye huu mchezo wako wajumbe wa bodi 4 akiwemo mwenyekiti wa bodi, ila CEO mtendaji wa timu yuko kwenye mkutano. Murtaza Mangungu mwenyekiti wa timu upande wa mashabiki yuko yuko kwenye mkutano. Viongozi wengi walikuwa kwenye mkutano. Maana yake Simba ni timu ambayo kwa sasa viongozi wanaendekeza sana madaraka kuliko kuitumikia Simba yenyewe. Imagine Simba leo mashabiki wamerumbana pale kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee baada ya mwenyekiti kufunga kikao katika mlengo ambao wao walikuwa utarajii na wao hawakupendezwa na hicho kitu. Halafu wakati huo Simba inacheza away. Nataka kuamini kwamba hata maandalizi psychologically, maandalizi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi
ni kama kuna watu wamesusiwa hivi. Wengine wanapambania title, wengine wanapambania vyeo. Simba isipokaa vizuri msimu huu inaweza isishike hata nafasi 3 za juu, ikaambulia nafasi ya 4 au ya 5, kwa sababu hapa katikati wasipokaa sawa sawa watapoteana, na wakianza kupoteana kwenye ligi ya NBC ndio itakuwa imeisha, kwa sababu Young Africa ameanza kugain momentum. Young Africa ameanza kuchukua ufalme wake huo ambao wanajiita mabingwa wa kihistoria. Ukiangalia kwa sasa Young Africa ni kama wamebadilishana. Simba ndo Yanga, Yanga ndo Simba, kwa sababu Yanga hana masihala na mchezo wa aina yoyote unapoitwa mchezo wa kiwanjani wa kutafuta alama 3.